Habari za wakati huu ndugu zangu. Mimi ningependa kuangalia kwenye changamoto ambazo zinaweza kutokea inapotokea hakuna majadiliano, kwa sababu kuna kinyume cha majadiliano na sote tunafahamu kinyume cha majadiliano ni kitu gani. Sasa ukijaribu kuangalia tafiti mbalimbali zinakuonesha kuna kuharibika kwa mfumo wa ugavi na mfumo mzima wa uchumi katika nyakati ambazo majadiliano hayapo. Mkiamua tu kwenda kwenye mtindo mwingine, kinachoharibika kwanza ni supply chain. Ule mnyororo wa ugavi wa bidhaa, mfumo wa ugavi ambao uko nao, wa bidhaa mbalimbali, mtindo wa kufanya biashara unakwenda kuharibika kwa sababu mmeingia kwenye mtindo ulio tofauti. Sasa athari zake ni kubwa sana. Mfano, Sierra Leone mwaka 2010 pato lao la taifa lilipungua kwa 31% kwa sababu tu ya violence. Walienda katika mtindo ulio tofauti. Lakini Vision of Humanity inakuonesha mwaka 2019 pato la taifa la duniani kote, ile global GDP, ilipungua kwa 10.5% kwa sababu ya machafuko yalikuwa yakitokea kwenye maeneo mbalimbali. Nikirudi kumwangalia Raila Odinga, nitaangalia kutokea pale alipokuwa waziri mkuu mwaka 2008. Unajua Odinga aliokuta uchumi ambao umetoka kwenye kitu tunakiita post election violence, toka machafuko baada ya uchaguzi kuwa umefanyika. Kwa hiyo ulikuwa ni uchumi ambao ulikuwa ukipitia changamoto nyakati hizo. Tunazungumzia uchumi wa Kenya ambao mwaka 2007 ulikuwa ukikua kwa 7%. Angalia hii, mwaka 2008 uchumi wa Kenya ulikuwa kwa 1.6%. Wengine wanainasibisha kwa 1.3%. Fikiria, mnatoka 7% ya ukuaji wa uchumi, mnakwenda kwenye 1.3% hadi 1.6%. Unaona kabisa kutoka 1.3 wengine wanasema 1.6, kuna changamoto hapa. Hiyo inamaanisha uwezo wa watu kununua umeshuka, uwezo wa nchi kufanya biashara za kimataifa umeshuka, fedha yenu thamani inashuka. Mfano, sekta ya utalii ilishuka kwa 36.1% Kenya mwaka 2008. Unaona kabisa ni uchumi ambao unayumba. Ina maana fikiria, mkiharibu supply chain kwenye mifumo ya uchumi siku zote, mkiuharibu mnyororo wa ugavi kutokana na machafuko ambao mko nayo, kwa sababu hakuna mtu atakuja kufanya biashara, bidhaa hazitakuja. Kama bidhaa haziji, ina maana mna scarcity kwenye mizania ya demand and supply, ule ugavi na uhitaji. Mkiwa tu na uchache wa bidhaa, tegemea kuona bei za bidhaa zikipanda. Na Kenya iliwakuta mwaka 2008 Kenya walikuwa na mfumuko wa bei wa 26.2% mwaka 2008 baada ya machafuko kutokea. Unapata tu picha, thamani ya fedha yao ili iweze kununua, ina maana inabidi utoe 26.2%, ndio thamani ya fedha yao kuweza kununua bidhaa. Picha unayoipata ni kwamba mkiwa mna machafuko ni ngumu kufanya biashara. Leo mfano mkiwa mnajivunia labda uwepo wa soko kubwa pale, ile CBD ambayo wao walizoea kuwa kitivo cha biashara, ile CBD ilikuwa haiko vile tena kama ambavyo ilivyokuwa mwanzoni. Haikuwa tena commercial business district, iliyumba sana kutokana na machafuko ambao walikuwa nayo. Mitaji ilishindwa kuja. Unajua katika nchi mbalimbali, katika nyakati ambazo mfano mkielekea kwenye uchaguzi, wawekezaji wakati mwingine wao wana tabia ya kuhold mitaji yao, wanaishikilia kwanza, anasubiri aone nini kinaendelea. Mwingine nyakati hizo anaweza hata akaanza kuuza hisa zake akiona kama kuna changamoto zinazoweza kutokea. Sasa mkiwa mna utulivu, mnawafanya wawekezaji na wao pia waendelee kujiamini. Duniani kote uchumi mzuri ni ule ambao unakuhakikishia kuwepo kwa consumers confidence na investors confidence. Wajiamini, wale wateja wanunua bidhaa, wajiamini na wawekezaji wanaowekeza. Kwa sababu ikitokea wateja hawajiamini, hawatafanya manunuzi. Kila mtu atahifadhi fedha yake ndani, kwa kuhofia kwamba huko tunakoenda mambo yanaweza kuwa yana changamoto. Sasa hii inaharibu uchumi. Lakini pia unaweza kujikuta mnasababisha mfumuko wa bei. Leo hii mkiwa kwenye machafuko, mfano ukiangalia kwa Kenya, wakati Kenya wanaona kwamba kuna hizi changamoto, watu mfumuko wa bei uliletwa pia na panic buying. Unanunua kwa panic, yani unakwenda dukani unanunua bidhaa nyingi, unakwenda kuhifadhi ndani. Hii ni panic buying. Sasa nyakati kama hizo, wafanyabiashara nao pia wanataka kutake advantage. Nyinyi mnanunua kwa panic, mnafanya panic buying, wao pia wataongeza bei. Kwa hiyo mfumuko wa bei pia uliletwa na panic buying.
Kwa hiyo ni vizuri katika nyakati za majadiliano, kama mnaona kuna haja ya kujadiliana, mnaona kabisa kuna umuhimu wa kujadiliana, ni vizuri mkajadiliana kwa sababu effect yake ni kubwa sana. Sasa ukijaribu kuangalia wakati Raila Odinga anakuwa waziri mkuu, alikuta uchumi huu ambao umeyumba, umetoka kwenye hii uchumi ambao umetoka kwenye post election violence. Sasa uchumi ambao ulikuwa ukiteseka nyakati hizo ulimfanya yeye aje na mbinu mbalimbali za kuona namna gani anaweza kuuponya aina hii ya uchumi. Mfano, alikuwa ni sehemu ya timu ambayo ilijikita kwenye ile Vision 2030, ile timu ya mwanzo kabisa. Raila Odinga alikuwemo humo kwenye hii timu na alihimiza sana juu ya kuwekeza kwenye miundombinu, sekta ya nishati, lakini pia kuleta ajira. Kitu ambacho nilikipenda mwaka 2009, tena hili lilikuwa wazo lake, ni wazo zuri kabisa la uzinduzi wa ile ofisi ya au tuseme ule mfuko wa vijana. Unasema wenyewe ulikuwa ukihusisha kazi kwa vijana, ule mfuko wa kazi kwa vijana, aina ya mfuko ambao ulitoa nafasi za ajira kwa vijana, hasa kwenye kufanya usafi, kwenye kufanya repair, kwa sababu kulikuwa kuna ile tunaita vandalism, tuseme ule uharibifu wa miundombinu ulikuwa ni mkubwa sana. Sasa vijana wale walipatiwa nafasi ya kufanya kazi kwenye barabara, kusafisha zile barabara, kufanya repair kwenye maeneo mbalimbali. Zilikuwa ni short term jobs, kazi za muda mfupi, lakini walao ziliuinua uchumi wa vijana, kwa sababu kulikuwa changamoto kubwa ilikuwa kwa vijana. Kwa hiyo ilirudisha walao ule uchumi wa vijana, japo huu mfuko ulipitia changamoto zake za kifedha. Hii ni story ya siku nyingine. Huu mfuko ulipitia changamoto sana, akajikuta pia naye akiingia kwenye changamoto za hapa na pale. Lakini namkumbuka Odinga ambaye 2013 sasa, wakati ameshaondoka serikalini 2017, 2013, 2017, unaona sera mbalimbali zilizokuwepo kwenye manifesto kipindi ambapo alipokuwa kigombea. Unaona alihimiza sana kuwa na uchumi wa viwanda, alihimiza zile county ziwe na uchumi ule mdogo mdogo, ilikuwa na uchumi ulio anuai, kwa sababu unajua mkiwa na uchumi wa aina moja, hamna diversified economy, mnaweza msifikie kwenye mafanikio. Nchi yote duniani inapigania kuwa na uchumi anuai. Uchumi lazima uwe ni diversified. Ukiwa una sekta tu moja ndio ambao unaitegemea kwenye kulijaza pato la taifa, ikiyumba hiyo, basi uchumi wenu pia umeyumba. Lakini namkumbuka Odinga ambaye alikuwa akifikiria juu ya kuwezesha zaidi vijana, lakini pia kujadiliana ili kuepuka changamoto ambazo zinaweza kuletwa na kinyume cha majadiliano. Leo hii ukizungumzia changamoto ambazo zinaweza kuletwa na machafuko, mara nyingi ni kwenye kufanya recovery. Yaani nyinyi mkitaka kujirudisha tena kwenye kurecover, mnaweza kujikuta ikawachukua muda sana kurudi pale ambapo mmekuwepo. Mtajikuta kuna sekta zilishapiga hatua, lakini zile sekta zitarudi nyuma. Na miongoni mwa sekta ambazo zinaumia sana ni hizi sekta ambazo zinaweza kukuletea akiba ya fedha za kigeni. Kumbuka, ukiwa una uhaba wa fedha za kigeni, tegemea kuona thamani ya fedha yako inashuka, kwa sababu wewe utahitaji kuwa na rundo la fedha ili kubadilisha kuwa kwenye fedha za kigeni ili kufanya biashara za kimataifa. Kwa hiyo unaweza kujikuta unaumia zaidi, kwa sababu sekta ya utalii itayumba. Ikiumba sekta ya utalii, ndio umekosa akiba fedha za kigeni. Lakini pia huwezi sekta pia mfano kama ya madini kuifanya izidi kunawiri na kustawi, kwa sababu unapaswa kufanya vizuri ili uweze kuuza nje kupata akiba fedha za kigeni. Hakuna utulivu, uzalishaji hauwezi kuwepo kwa ukubwa huo, viwanda haviwezi kuzalisha, kwa sababu ukiangalia Kenya walipitia changamoto sana. Ilifika wakati athari zake hazikuhusu tu Kenya peke yake, waliumia hadi watu wanaowazunguka. Ukichunguza vizuri, wakati ule hadi mafuta yalipanda bei, mafuta ya taa yalipanda bei. Kwa Zanzibar hiyo changamoto ilitokea. Katika nyakati hizo, hata huku pia kwetu bara na kwenye pia kulikuwa kuna changamoto za baadhi ya bidhaa, kwa sababu ni soko ambalo lilikuwa likitegemewa. Sasa soko ambalo linapitia changamoto za hapa na pale, tegemea kuona ugavi wa bidhaa pia ukienda kuyumba. Kwa hiyo zilikuwa nyakati ambazo zina changamoto kubwa sana. Nimekuona pili, namalizia. Kwa hiyo namkumbuka Odinga pia ambaye wakati ambako kwa zile kampeni zake za AU alisisitiza sana juu ya kuendelea kujadiliana, tupunguziane vikwazo vya kikodi na visivyo vya kikodi, ili AfCFTA na uhuru wa biashara Afrika litulete faida, tufanye biashara kwa ukubwa, Afrika tuweze kustawi na uchumi wetu uweze kukua zaidi. Kwa hiyo kinyume cha machafuko, kinyume cha majadiliano ni machafuko, na machafuko yana sifa ya kujaribu supply chain. Kiharibika supply chain, tegemea kuona nyinyi mkiyumba sana kiuchumi. Recovery inachukua muda, na mnaweza kujishusha sana kwenye pato la taifa.
Naam, shukrani sana. Asante sana.